Tukigeuka tutakumbuka hayo, lakini mambo yale yaliyopita, mambo ya kuangalia, lakini wakati wa shukrani. Kwa nini tunashukuru? Kwa sababu sio kwa sababu kanisani wanatangaza shukrani. Tuna moyo wa kushukuru kwa yale ambayo Mungu ametutendea. Kwenye kushukuru, kila mmoja anapaswa kukaa na familia yake. Hakuna mtu anaweza kumlipa Mungu kwa matendo yake, lakini tutakosa kumshukuru kwa matendo yake kweli? Hapo kila mmoja ana wajibu wa kufikiria na familia. Tunakwenda kwenye ibada ya shukrani, tutakwenda na moyo tu, tutakwenda na ili mradi sadaka tu. Jambo la shukrani ni jambo endelevu. Hata katikati ya mwaka una mambo ya kushukuru, lakini hili la miezi 12 lina uzito, namna Mungu alivyosimama na wewe, alivyokupigania, na lazima uende mbele zake kwa moyo wa tofauti. Pamoja na kwamba una moyo wa shukrani, lakini unapaswa kusema, mimi nitaweka chochote kwake. Angeniwekea chochote, nisingekuwa na maisha haya. Amenipigania kwa mengi. Umejenga room zako mbili, umenunua kiwanja, umezaa mtoto, umelea, na hatua nyingine nyingi. Mimi nilikuwa na shukrani 3 kwenye mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Shukrani ya kwanza, nakumbuka nilimshukuru Mungu tarehe 25, kwa sababu tarehe 24 na tarehe 25 ni mwaka jana, mwaka juzi. Sasa tarehe kama hiyo nilikwenda Dodoma, nilikimbizwa hapa, kapelekwa Dodoma Nathan na Dani na rafiki yao, kakaa Dodoma wiki 3. Nikasema tarehe kama hii leo nimesimama, nina nguvu, nahubiri neno la Mungu. Kwangu mimi ni siku ya kusimama na moyo na sadaka. Shukrani ya pili tulitoa pamoja ya mwaka mpya. Wale ambao waliona watakuwa na kitu cha kumpa Mungu kwa sababu ya mwaka mpya walishiriki pamoja nami. Lakini tarehe 4 tulikuwa na shukrani ya miaka 40 ya ndoa yetu. Tukajiona tumekuwa wazee wa wajukuu, na miaka 40 nikasema sio mingi sana. Mungu akasema ameshiba, mbona amesema ni mingi? Nikasema sio mingi sana, lakini sio michache ya mtu. Asimama tukashukuru. Shukuru inawapasa watu walionyooka mioyo. Biblia imesema hivi. Shukrani, kushukuru kumewapasa wanyofu wa moyo. Na wakati niliongea kwa uzito neno la shukrani, nikasema mtu anaweza kukupa kitu hata kama ni kidogo, anakuangalia usoni, anaona hujashukuru, atafikiri sana amedharau, au aliona ni haki, au alitakaje. Lakini ukishukuru unampa nafasi ya kurudi kesho na kukubariki tena kwa kingine atakachokupatia. Kwa hiyo kushukuru kulikuwa ni haki yetu, na kusimama mbele ya Mungu ile sadaka ya shukrani ambayo unasema ninajiandaa binafsi, ni wazo binafsi, ni wazo la familia, ni wazo la mtu mmoja, kusema siwezi kusimama mbele ya Mungu kwa moyo peke yake kwa namna ambavyo amenipitisha. Niliongea kwa uzito wake asubuhi. Kwa kweli nafasi ya shukrani kwa iliyopita. Lakini jambo la pili ni wakati wa kukagua mipango ya maisha. Kagua mipango ya maisha. Mwaka jana ulikuwa na mambo ambayo ulikusudia, ulipanga kutoka mwaka juzi, ukasema mwaka huu ikiwezekana nitafanya 1, 2, 3. Kama umefaulu sana, usitoshe kusema nimefaulu. Kagua. Unaweza kuongeza nguvu ikawa zaidi ya hapo. Kama ulifeli pia, kwa nini ulifeli?
ili ujikosoe, ujisahihishe, usikose kufanya tathmini kwenye maisha yako. Wengine waliogopa sana walipoingia mwaka huu kwa changamoto walizokutana nazo katika mwanzo wa mwaka. Wengine wakatamani bora tungebaki, bora mwaka jana. Hawezi kusema ningebaki, so bora mwaka jana. Hilo ni kosa kiimani. Ni kutokumshukuru Mungu katika mwaka aliokupatia. Na ndio maana wengi hawajali wanavyopokea, wanavyoshukuru, hawana maandalizi. Hawana maandalizi ya kushukuru. Hata mtoto wako uliyemzaa akikupatia kitu mkononi, shukuru, kwa sababu kuna watoto hawajageuka kuangalia wazazi wao, waliondoka. Kuna jirani, kuna rafiki, kama kuna mtu amenyoosha mkono kwako, shukuru. Kama unaweza kumshukuru binadamu kwa kuwa unamwona macho, uweze kumshukuru Mungu tu kwa sababu yuko mbinguni, unaona hapa ni ibada tu inaendelea. Hapana. Ndio maana tungependa shukrani ni jambo la kutafakari. Jambo la kutafakari. Tulienda kwenye mazishi ya ndugu, ya jamaa, ya marafiki, ya jirani. Tuliwatembelea wengine hospitalini. Sisi hatukulala. Kwa nini unachukulia poa? Utapataje ujasiri wa kuweka mpango wako mpya mbele ya Mungu? Unaweza mwaka huu ukasema mbele ya Mungu, Mungu naomba unibariki, na hata mwaka jana hujashukuru. Tunaposema shukrani, wengine wanawaza tunataka sadaka, wengine wanawaza tunataka sadaka. Hayo ni mawazo ya wapumbavu, mawazo ya wenye akili hayo hivyo. Kwa sababu kushukuru kwa ajili yako, unashukuru kwa ajili yako yale ambayo Mungu amekutendea. Hatujasema tumsindikize mwenye kushukuru, tunasema wewe mwenyewe yale ambayo Bwana amekutendea, tafakari, shukuru. Geuka nyuma, hesabu miezi 12 inavyotimia, ili uombe baraka za Bwana za 2026. Amen. Lakini kweli ugeuke, ama umegeuka ukaona kawaida, ukaona ni haki, unamnyima Mungu nafasi ya kuhudumia. Maana ni miongoni mwa mataifa. Nilikuwa nasoma maandiko fulani, Biblia inasema Mungu hakuhesabu mataifa kuwa kitu, kwa kuwa alikuwa na taifa lake ambalo amelichagua na aliwapa urithi ule. Ndio maana anasema atageuza mali ya wadhalimu kuwa ya wenye haki. Ya wenye haki. Wenye haki wana nguvu. Andiko linasema mwenye haki ni jasiri kama simba. Unapoteza ujasiri kwa sababu ya namna unavyotumia maisha yako. Unapogeuka na kushukuru kwa maajabu yake, unapokagua miradi yako, unapoangalia mafanikio na mapungufu yako, tathmini hizi zinakufanya usijute ukasema heri mwaka jana. Kusema heri mwaka jana ni sawa na kusema heri ningekuwa mmoja waliokufa mwaka jana. Ni sawa na kusema waliokufa mwaka jana ni bora kuliko mimi. Mwaka jana? Hapana. Kwa sababu Mungu anapotupatia kalenda hizi mpya, tarehe hizi, anapotuleta katika majira mapya, Mungu hana makosa, amefanya vizuri, ametupendelea. Nakosaje kusema asante? Tunawezaje kufikiria bora mwaka jana? Unaujua mwaka jana? Waulize waliofia mwaka jana. Unaujua mwaka jana? Waulize waliopoteza ndugu zao mwaka jana. Unaujua mwaka jana? Mwaka jana umewaumiza watu. Sasa tuna majira mapya. Lazima kwenye majira haya mapya tusimame mbele zake kumshukuru kwa majira yaliyopita na kumwomba Mungu mibaraka ya majira mapya ili kutembea na Bwana katika mwaka huu. Ni wakati wa kukagua, ni wakati wa kufanya tathmini. Usibaki na mwaka jana. Wakati mwingine wengine wanaogopa kupanga mipango yao ya mwaka huu, mipango mipya. Kwa nini wanaogopa? Hofu ya mwaka jana. Kila wakati kutoka kwenye hatua moja kwenda nyingine, vitu vile ulivyovipitia vina tabia ya kufuatilia. Unakuwa kama mtu uliyekimbia.
Niliwapatia andiko moja mwaka jana, Isaya ile sura ya 6 mstari wa kwanza, anasema mwaka ule aliokufa mfalme Uzia nilimwona Bwana. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya wakati huo, huyo Uzia alikuwa kipingamizi kwake, alikuwa kizuizi kwake. Tukasema mambo yale yanayosimama na sisi lazima tujitenge, tuyakatae, lazima yapotee, tuyaondoe kwenye maisha yetu. Niliandika kwenye ukurasa wangu wa Facebook juzi, nikasema kwenye mwaka huu mpya, nani aliona hiyo? Punguza marafiki safi, kwa sababu mnapitia ila like nachungulia na tunaondoka. Comment. Ondoa baadhi ya marafiki, hawana kazi, wanakuumiza, waondoe. Alafu punguza matumizi ya smartphone. Ikiwezekana jioni uwe na simu ndogo, ile smartphone funga. Inakula nuru ya macho mpaka ubongo unachoka. Hauombi, unalala bila kuomba. Ni sehemu ya wadui. Ni aina ya marafiki wabaya. Rafiki sio tu lazima awe fulani, hata hiyo simu ni rafiki, lakini rafiki mbaya. Kuna vitu vya msingi utaangalia, sio takataka zote za humo zinapika macho mpaka ubongo unalema, unachoka. Bwana sifiwe. Angalia hilo, ni la muhimu sana kwako. Lakini nilisema ni muhimu ukakitambua ndani yako Mungu ameweka nini. Hicho ndicho ambacho utakiangalia kwa nguvu zako zote, kwamba mimi nitafanya aina fulani ya biashara ili biashara hii inipeleke kwenye hatima ya mafanikio yangu. Usikose kuwa na kitu. Sasa tunapotaka kutoka, tunapotoka, Mungu aliwaambia maneno haya. Na mimi nilitaka kwenye mwanzo huu wa mwaka uzingatie sana maneno haya. Kitabu cha Kutoka 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Anasema hivi. Mstari wa kwanza hadi wa pili anasema hivi. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwanzo wa mwaka kwenu. Nikasema na watu wa ibada ya kwanza, kama hakuna unachoanza, niangalie. Kama hakuna unachoanza, hakuna utakachomaliza, ama hakuna utakachokamilisha. Maisha yako ni hivi. Lazima uwe na kitu unakiangalia, unasema nataka nianzie hapa. Utakuwa mwanzo wa tukio fulani katika historia ya maisha yako. Utakuwa mwanzo, andika hiyo tarehe. Andika tarehe, andika ndoto zako. Katika Galatia mlango wa 2 mstari wa 9 niliwasomea. Paulo anasema wale wenye sifa, wenye heshima katika kanisa la kwanza, walipojua na sisi ni mitume, walitupa ushirika, walitupa ushirikiano, walitupa mkono wa shirika. Kama hakuna ulichobeba wewe, kwa nini unalazimisha wengine waone una kitu? Kwa nini unalazimisha wengine wa kuheshimu? Alafu unadai kuheshimiwa, unadai kusaidiwa, unadai watu wa kuthamini. Thamani yako unaitengeneza wewe. Watu wanakuja kwenye ulicho nacho. Watu hawawezi kukufanya wewe kuwa mtu fulani muhimu. Anayeelewa afanye mkono niseme tena. Dunia haiwezi, marafiki hawawezi. Hakuna mtu atakaye kufanya kuwa mtu wa muhimu. Natoa mfano. Nasema nataka Josefati uwe mfanyabiashara. Na Josefati hana mawazo ya biashara, hana mawazo ya kuwa mtu fulani. Hata biashara yenyewe mimi nampangia, namwambia milioni 5 hii. Utakwenda Dar es Salaam, utachagua nguo labda niseme milioni 50. Nenda kachukue nguo, fungua duka, mpe hata na banda la duka, pakodishe na nyumba, upe hela. Mwisho wa siku mnakwenda kugombana, anakuambia hela imeisha.
Wakati wewe unafikiri kutoka milioni 50 atakwenda kutakuta mwisho wa mwaka ana milioni 70, ana 30 amezalisha, anakuambia nipe na hela ya kula, hata ile imeisha. Hakuna duniani atakayekufanya kuwa mtu wa thamani isipokuwa wewe ndio unatakiwa uonyeshe jinsi gani kuna kitu umekibeba cha thamani. Watu watakutambua kwa ulicho nacho, watu watakuheshimu kwa ulicho nacho, na watu watakukataa kwa ulivyo. Hata waliokusudia kukuthamini watafika mahali sema hapana, ana. Kwa hiyo ni lazima ujue kile ulichokibeba, usikidharau na usitake kuiga wengine. Jisikilize, kuna kitu wewe unayo. Jisikilize, kuna kitu wewe unayo. Wewe umeumbwa kwa sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Kuna kitu Mungu kwako ameweka. Kikague vizuri, kiinue, dunia ikione, kifanyie kazi, kisimamie. Watu watakuja kwenye hicho, watu watakutambua kwa hicho, na wenye mawazo bora watakuja kwako kwa sababu wameona wana mahali pa kuweka. Sikiliza. Watu wanahangaika kuleta mbolea mahali pa ardhi. Haijalishi ardhi ni tuko kiasi gani, haijalishi hiyo ardhi ni mbaya kiasi gani, lakini ardhi ipo. Mbegu ya ndoto zako uiweke juu ya nchi. Ukionyesha ulicho nacho, ukaanza kukisimamia, ukifanyia kazi, nguvu yako iko hapo, lakini uwe na pa kwanza. Anawaambia hivi, huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, maana wanatoka hawataka watoe. Anawaambia huo utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa mwezi wa kwanza kwenu. Historia inaandikwa sasa na tarehe inarekodiwa sasa, na wewe unachukua daftari unaandika kwamba nimetembea mwaka jana, nilikuwa na 1, 2, 3 nimefeli, nisamehe Mungu, nisaidie Mungu, naanzia hapa. Pale unapotaka kuanzia unaandika, unapambana na ulicho nacho. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa wakati wewe unatoka, kuna sauti nyingi itakufuatilia. Wana wa Israeli walipokuwa kitoka Misri, lakini sauti nyingi ziliwafuata. Nina neno nataka kusema na wewe. Walitoka wote, hakuna aliyebaki. Fanya mkono namna hiyo, usemeshe kitu. Lakini haikuwa azimio la wote kutoka. Neno gumu ilikuwa ni hilo. Wote walitoka, lakini halikuwa azimio la wote kutoka. Mnielewa? Ndiyo maana kwa kuwa halikuwa azimio la wote, walikuwa na maswali mengi. Wengine waliuliza, Kanaani tutapata maziwa? Kwa sababu Gosheni kulikuwa na malisho, kulikuwa na matindiga, walikuwa na chunga. Wanauliza, kwa nini wanauliza? Nisikilize. Kwa nini wanauliza? Kwa sababu hakuna aliyeko katikati yao ambaye amewahi kwenda Misri, kwenda Kanaani. Wale wote wamezaliwa Misri. Kanaani ilikuwa masimulizi ya baba zao. Come on. Sikiliza. Masimulizi waliikuta. Wakati unaongea kuna watu wanakusikiliza. Hao ndio watu watakaobeba unachowaambia. Hata kanisani, wakati wanapokuja hapa kanisani, unapohubiri, kuna mtu mwingine anakula Big G, unafikiri atatoka na neno la Mungu? Hata ile nidhamu tu hamna. Kuna mwingine anakwenda kukaa huko nje, atarudi baadaye, atatoka tena. Na wengine aliyekaa naye hajanyanyuka. Yeye alikuwa hapo, akatoka, akarudi, na anatoka na anarudi. Kuna mama mimi nawaangalia kanisani, mpaka nauliza, hivi nikimwambia mama wewe ni mchawi, si atanielewa vibaya, nitachafua kanisa? Kwa sababu aibu anakosa, anatoka anatembea na mtoto. Hata kama mtoto asubuhi tamchukua mtoto, unadhani huyu atakuwa na neno la Mungu kwenye maisha yake? Huyu anaweza kushinda tabia yake ya asili? Hajashughulika na tabia yake ya asili. Hawezi kuwa mtu wa muhimu, hawezi kuwa mtu wa maana. Ndio maana nimesema dunia haiwezi kukufanya wewe kuwa mtu wa thamani. Ni wewe utatengeneza mazingira ya kuthaminiwa.
Wewe ndio utatengeneza kile ulicho nacho, utaibua uwezo wako, karama yako ama kipawa chako cha biashara, utakapokiinua juu, utakapokisimamia na kukirutubisha kwa ushirikiano wako, unashirikiana na Mungu. Wewe ni mtu wa maombi, wewe ni mtu wa imani, wewe ni mtu wa bidii, dunia itakuja hapa, watakuheshimu kwa sababu kuna kitu kinakupa heshima. Kinakupa heshima. Sasa wale ambao hawawezi kutulia, mara wametoka, mara wanakaa, mara wako hivi, mara na bigiji, hawawezi kujua ulichomwambia kanisani. Hata wakiulizwa unatoka kanisani, yeye nani amehubiri? Atasema hajui kati ya aliyehubiri kati ya mimi na mchungaji Martini, hajui aliyehubiri kati ya sisi watatu tuliosimama. Sina katibu uliweta matangazo. Kwa hiyo atasema aliyehubiri yule mweupe mkubwa ndio aliyehubiri. Kwa sababu hajui tukuhubiri ni nini, kilichoendelea ni nini. Wale waliokuwa wamezaliwa Misri ambao hawakuwasikiliza baba zao, hawakuwa wanajua Kanaani ni nini, hawakuwa na wazo la Kanaani. Waliokaa na baba zao, waliowasikiliza baba zao, waliipokea Kanaani kwa akili zao. Walikuwa na ndoto ya kutoka, walitamani kwenda kwenye hiyo nchi ambayo baba zao waliwaambia. Lakini ukweli ni kwamba kizazi chote kilichoshuka 70 kilikuwa kimekufa. Miaka 400 hakuna aliyekwenda hata mmoja. Yusufu mwenyewe kafa, ambaye aliteremka huko akiwa mdogo, alishushwa. Wale wengine walikuja, wengine watu wazima, hakuna. Kwa hiyo Misri, Kanaani ni ya kuambiwa. Sasa wakati wanatoka sasa, wameshapata mateso, wamepata wazo la kwenda, na Musa amekuja, wengine hawako tayari kutoka. Pamoja na ule utumwa, pamoja na ile hali waliokuwa wanapitia, wengine hawakuwa tayari. Na ndio maana walipotoka walikuwa na ugomvi njia nzima. Kuna mtu mwaka mzima analalamika, anataka asaidiwe na watu, anataka maisha yake yawe ya ndugu zake, wasipomfanyia analaumu, analalamika. Na mimi nawafundisha kama baba na mchungaji wa kanisa, maisha ya pange. Huu ni mwanzo wa mwaka, panga maisha yako namna ya kutoka. Weka mbele yako mipango yako ya mwaka na usiogope. Na usiogope kuweka mipango. Amini kama ulitamani, wale ambao wana miradi midogo na wanaamini ni mwaka wa kujenga, baki na ndoto yako ya kujenga. Unaamini ni mwaka wa kununua kiwanja, baki na ndoto ya kununua kiwanja. Lakini wiki nyingine nitakufundisha nidhamu ya fedha. Na sasa nataka niseme na wewe, sauti nyingi zitakufuata. Nyingine ni sauti ya madeni. Usifikirie bora mwaka jana, wala usikate tamaa. Sio wewe wa kwanza kuwa na madeni, isipokuwa usijifiche kwa mwenye deni anayekudai. Ongea naye akuelewe pale anaposhindwa, mwambie nisamehe, lakini mwambie Mungu nitoe. Ananisikia hiyo mkono? Fanya mkono na hiyo. Anayenisikia mwambie Mungu, mimi nimechoka. Dhambi ambazo ziko juu yangu kama ni ya baba zangu na mama zangu na tubu. Madeni nataka nitoke. Nishike mkono nitoke kwenye madeni. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo atakutoa. Hakuna aliyeachwa hapa, hakuna aliyetupwa. Biblia inasema anayemkimbilia Mungu hatupwi nje. Ninyi hamjatupwa nje. Usiogope, usiseme bora ningekufa, usiseme kwa nini nimebaki, usijifananishe na waliokufa. Mshukuru Mungu kwa mwaka ulionao. Panga mipango yako ya mwaka huu. Wakati umeanza mwaka, sauti nyingi zitakufuata. Nyingi ya sauti hizo ni yale ya madeni, nyingi ya sauti hizo ni mambo ya familia, nyingi ya sauti hata pasipo na njia. Yeye ndiye Mungu wako. Na kama una imani katika Mungu na mhubiri, hebu sema amina nisikie. Unatumia vitu vingi vitakuja kwenye maisha yako. Kwa kuwa umetangaza kutoka na adui amekasirika, kwa nini unatoka? Akikuuliza kwa nini unatoka, mwambie ni mwanzo wa miezi kwangu, ni mwezi wa kwanza wa safari yangu. Mwambie shetani, na tarehe nimeandika, andika tarehe kwenye daftari lako.
Ndoto ni maono, ni mipango. Nilikuja kuangalia madaftari yangu ya zamani juzi, nilikuwa napitia. Nafikiri niliwaambia, nilishangaa sana. Tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2005, kumbe ndio siku mwenye mchungaji wetu anafunga ndoa na penzi wake, ndio nikakuta tangazo siku la pili la ndoa hapo. Lakini nikaona kuna ndoto niliandika, tena ndoto za kuota. Tunajenga kanisa kubwa sana la ghorofa. Alafu wakati huo pia tukawa na uwezo wa kununua nyumba zilizo na nikaandika majengo yote ya kwa Mwarabu tukayanunua, kwa sababu ndio ndoto zile nilizoota, kitu ambacho haiko kwenye akili yangu, lakini Mungu alinileta usiku. Leo tunaona jengo na hayo mengine Bwana atayafanya. Hiyo maana Mungu anamwambia Danieli, andika hiyo njozi itatimia. Andika hiyo njozi itatimia. Kuna mambo Mungu ataleta kwako. Mbona unayapuuza maisha? Iwe ni ndoto fulani unayoona usiku inajirudia, mwombe Mungu, mwambie Mungu hii ni nini, andika. Lakini ningependa ndoto kubwa ni ile ya mawazo, ndoto, maono, fikra, mipango ya mtu wa Mungu. Amen. Maswali mengi sana wanayouliza hawa ni kwa sababu hawajawa wa Kanaani na sasa wanataka kwenda Kanaani. Yaliwasumbua sana njiani. Wakiwa njiani, wengi wao waliozaliwa Misri walipenda kurudi Misri. Walipenda kurudi Misri. Ngoja nikushangaze sana, binadamu ni waajabu sana. Nikushangaze kitu cha ajabu sana. Kwenye kitabu cha Hesabu ule mlango wa 14 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Anasema mkutano wote wakapaza sauti zao, wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri. Angalia maneno haya ya ajabu sana. Au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Bwana ametuleta mpaka hii nchi tuanguke kwa upanga. Kwa upanga wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Mstari wa mwisho, wakaambiana na tumweke mtu mmoja awe akida turudi Misri. Maneno gani hayo? Maneno gani hayo yamezungumzwa? Kwa sababu hapa Joshua na Caleb, wale wachache waliotumwa, wamerudi na wakawaambia juu ya majitu na wanefeli. Watu wakayeyuka mioyo, wakaambiwa ni ngumu. Kadri unavyotaka kusogea mbele, maadui wengine ni kwenye eneo lile la mbele, maadui wengine watatoka nyuma. Sasa wamechanganywa, hofu inaongea. Hofu ni adui mkubwa. Wakasikia kwamba nchi ile kuna majitu, kuna wana wa Anaki, kuna manefeni, tutakwendaje huko? Ile nchi inakula watu, ina chakula, ina makomamanga, wakabeba na mizabibu, wakaeleza kwamba ni nchi yenye malisho ya mifugo, ni nchi ambayo ina asali na nyuki wengi. Hayo hawakuyaangalia, hofu ikawa na nguvu ndani yao. Wakasema kama ni hivi, tupate mmoja wetu turudi. Kama ni hivi, wakaambiana kama ni hivi, turudi, tupate mmoja wetu turudi. Hii ni aibu, tunakwenda kwa mateka. Mbona, hebu nisikilize, mbona wakiwa Misri ni watumwa, si mateka? Shetani ajali ulivyoteseka jana, anaona bora maisha ya zamani. Nikawaambia watu wa ibada ya kwanza, hapa kuna watu walikimbia kanisa kwa sababu tunajenga. Mwingine kwa sababu ya fungu la 10 anahama kanisa. Kanisa litakuwepo, wakati unaondoka watu watatu wanaingia hapa, Bwana atalinda nyumba yake. Wanakuja watu wanasali, watu watakuja kanisani, wataabudu, Mungu atainuliwa, kazi ya Mungu itaendelea. Mwingine ananung'unika. Hawa wote watakuwa wamemwacha Bwana, mioyoni mwao wanatembea na adui. Na kwa kutokutoa zaka kwako, sio kwamba hautatoa. Na kwa kutokutoa
mchango kwako, sio kwamba hautatoa. Kwa Mungu hautatoa, adui atachukua. Maana nafasi ya kuchukua anayo, mlango wa kuchukua anao, uwezo wa kuchukua nao. Nasikia kesho mama ni mgonjwa sana. Nasema hela yote ile ya zaka na mara 2 yake mara 3. Ukishapeleka hela ndani ya wiki moja, mama naendeleaje? Wanasema leo mama ameenda shambani amepona. Unasema afadhali. Wakati mwingine huyu mama, mbona mimi nikipokea mshahara na mama kesho hili? Au mama anachukua hela kijanja, utawaza. Kwa sababu mlango wa adui umefunguliwa kuelekea mlangoni kwako. Na mlango wa nyumba yako unaelekea mlango wa adui. Na mlango unaoelekea Bwana umeufunga mwenyewe kwa hiari yako. Adui hatoacha nafasi alionayo, maana wewe umempa Mungu wako kusoma. Na nielewa ninachowaambia. Hili halina kubembelezana. Wewe kutoa mchango, wewe kutoa zaka ni sehemu yako. Wala hautoi kwa sababu kuna mtu anakuhimiza. Unatoa kwa sababu umechagua mibaraka ya Mungu. Umechagua kuokoka, umechagua wewe kuwa wa Mungu, uishi na Mungu. Neno la Mungu ndio fungu lako. Hiyo ni kwa sababu. Sio kwa sababu tunakukazania. Kwa sababu una furaha ya kufanya hivyo. Wewe ni wa Mungu, au unafanya kwa ajili kila wakati mahali ambapo Mungu hachukui. Come on, niangalie. Kila mahali ambapo Mungu alipaswa kuchukua na hakupata nafasi ya kuchukua, adui ana nafasi ya kuchukua. Na atachukua. Maneno gani haya walioongea hawa? Wamekaa miaka 400 na wanatoka walioshiba mafundisho ya baba zao, walioshiba maonyo ya baba zao. Walikuwa na Kanaani kichwani, ingawa hawajawahi kwenda, ingawa hawajawahi kuona, walikuwa wanataka kwenda. Joshua na Kalebu walionyesha uhodari mkubwa sana. Wakasema bila shaka Bwana atatupa ile nchi na tumiliki mara. Lakini sauti ya watu hawa ilikatisha tamaa kiasi gani? Turudi Misri, tuweke mmoja wetu awe akida, awe kiongozi wetu, turudi Misri. Makanisani watu wanarudi, watu wanakunywa pombe, watu wanaacha imani kwa sababu wanaona. Na wengine kipindi cha akilemewa kule kijini, wale wanaokunywa gongo, kipindi naona amelemewa na madeni na gongo, anakimbia kanisani. Mmoja aliniambia zamani, alikuja kwangu ameokoka, akaniambia na gongo nitalipa. Nikamwambia gongo utalipa. Alitaka niseme gongo utalipa. Nikamwambia gongo wewe si ulikunywa, gongo utalipa. Na tena na ulipe upesi. Akaondoka kanisani. Kumbe hata hakuja kuokoka. Alikuja kujificha ili amwambie anayedai gongo, mimi sasa silipi gongo. Mimi gongo si umekunywa utalipa. Hirizi tu ndio ulipa, gongo utalipa. Hata tumbaku utalipa. Nani anakuambia utoroke huko na vitu vya shetani, viaje huko. Maana hirizi utatupa, lakini gongo umekwisha kunywa, tunakuambia lipa. Amnipendi ndio maana mnaniangalia mnaona magumu. Bwana asifiwe. Amen. Angalia mtaji wako, usiogope. Nguvu yako uwe hodari. Usiyatamani maisha ya nyuma. Wakati mwingine marafiki, mipango midogo unayoanza unazunguka huko na huko. Punguza marafiki. Unawaambia watu, nataka kufanya hiki, nataka kufanya hiki. Mwingine anakuambia, kumbe ndani ameumia. Anaona utakwenda kuwa mtu muhimu. Anakuambia hiyo haina kitu. Hiyo ina nini? Hiyo hamna. Hiyo hapo hamna. Niliwaambia watu wa ibada ya kwanza, mimi niliandika kitabu changu nilikiandika. Nikakiandika kitabu, nikamaliza, nimejaza daftari. Hakuna kazi ngumu kama kuandika kitabu, kwa sababu kwanza unahitaji mtiririko wa mawazo. Unachoandika lazima kinaendana, sio unaruka. Kwa hivyo nimeandika daftari nzima imejaa, nikampa rafiki yangu. Nikajua atanisaidia kuihariri. Akaweka mnofu, mahali akaimarisha mifupa, ataniambia miezi zaidi ya mwaka ile daftari ilificha. Ananiambia sijui nimeweka wapi. Huwezi tena kupata mawazo ya namna hii.
kwa sababu ule ni ufunuo ambao unaupata, unaandika, unajua kabisa sasa umefika mahali pazuri. Sasa akihariri mtu wa pili, akihariri, sasa unakuja unatembea kwenye kitu unaandika. Mwaka na kitu niliandika kitabu kinachoitwa Kilio cha Tamari. Nikaeleza Tamari ni nani, nikaeleza maisha ya vijana, nikaandika kipengele kinasema mapokezi ya njia panda. Nikafafanua vijana wanapoanza maisha ya ujana, aina ya marafiki wanaokutana nao, kama ni wazuri basi kwenye njia panda. Si unajua ukifika njia panda inategemea unakutana na nani. Ukikutana na mtu mbaya anakupoteza, ukikutana na mtu mzuri umetoka. Umeelewa nilichoandika? Ilikuwa mawazo makubwa, mwaka na nusu. Baadaye ananiambia ile daftari nimeiona, niliumia sana, aliua ndoto yangu. Sio kila unayempa mawazo yako ndio rafiki yako. Hebu shughulika, bora tunaye rafiki mwema ambaye ni Yesu Kristo. Hatuna kabisa muda na Yesu wa kuombea ule mradi. Hata kama ni mradi wa boga, kama kotini, mwambie Yesu, wateja utanipa, hapa utaleta chakuu, wewe ni Mungu. Kulikuwa na watoto fulani zamani wafundishwa imani, mchungaji wao, mwalimu wao kawafundisha neno la Mungu. Watoto hawa wakiwa na walimu wazuri wana nguvu zaidi ya sisi. Ninua mkono fanya. Wana nguvu zaidi ya sisi. Yule mwalimu akawafundisha, mkiwaambia mlima ng'ooka kwa jina la Yesu, mlima unang'ooka. Hata mlima akamuuliza, mwalimu, hata ule pale mbuzi wanakimbia pale tunapigwa kila siku, hata ule utang'ooka? Akasema, mwalimu akawaambia utang'ooka. Mwalimu ule, punguza marafiki, tengeneza, imarisha urafiki wa rohoni, uwe rafiki wa Yesu Kristo. Tenga muda wa kuomba, ombea biashara yako, ng'ang'ania ndoto zako, ondoa hofu mbele yako. Angalia hawa, wakasema bora turudi Misri. Kweli Misri ni nchi yao, walienda kule kwa sababu ya njaa, walihifadhiwa kwa muda, wakageuzwa kuwa watumwa. Mbona wamesahau kwamba kwao ni Kanaani na baba zao walisema kwa nguvu? Niangalie nikwambie kitu, watu wachache ukikaa na jirani ambaye ni mlalamikaji, mwisho na utaingizwa mkenge kwenye moja ya migogoro ambayo hausiki. Unajikuta unahusika, unajikuta umebebwa. Wale wabaya wakachachamaa kulalamika, wakajikuta taifa lote linalalamika. Mungu akawaua katika jangwa. Waliozaliwa jangwani miaka 20 kurudi nyuma, wote walikuwa wamezaliwa jangwani. Hao ndio Bwana aliwapeleka Kanaani. Hao wengine waliozaliwa Misri, Bwana aliwaua. Aliwaona Misri imeng'ang'ania ndani yao. Angalia kama umeng'ang'aniwa na vitu vya kale. Ni nini imekung'ang'ania? Ni uchawi, uasherati? Ni nini? Ni uvivu? Ni kuamini kwenye kukaa kwenye magenge ya kijinga? Usikubali. Mimi nimeandika niliandika kitabu kinachoitwa Kupoa na Kuanguka kwa Pentecost. Kweli hali halisi ya Pentecost si nzuri, sio kama ya zamani. Nikaandika kitabu kile, nikaandika mafundisho yangu. Sasa wakati nafundisha hivi, huyu kijana anakuja anachukua mafundisho yangu. Sasa yale mafundisho yangu yako online, na hiyo ndio system ya kisasa. Kuna watu walianza kunishambulia. Wakati una ndoto zako, kuna watu watakupinga. Niliwapa baadhi ya watu wapitie kitabu changu, kwa sababu huwezi kuandika kitabu bila kuwa na wahariri. Lakini sio kila mtu anayehariri kitabu ni msomi, au kila mtu unayemwona msomi atakusaidia, au kila mtu unayemwona ana nia njema na wewe. Kabla sijawapa, niliingiza kwenye kompyuta. Iliniuma, kitabu ambacho nimekamilisha niliipoteza. Baada ya miezi 10 na kitu, mwaka na kitu, anakuja ananiambia ile daftari nafikiri nimeiona. Na nimeenda mbali. Ndugu na dada, kama unasema una mpango wa kutoka, shikilia hili neno la Kutoka 12 mstari wa kwanza hadi wa 2.
Anasema huo utakuwa mwanzo wa miezi kwenu na mwezi wa kwanza kwenu. Andika rekodi na mipango ulionayo ya 2026. Andika ndoto yako. Hakikisha ndoto yako imedumu mbele ya Mungu. Uwe na muda wa kutafuta ushindi kwa Mungu. Mungu, hii ndiyo ndoto yangu. Mungu, huo ndio mpango wangu wa kutoka. Nataka kuwa tajiri. Nataka kuwa mtu mwenye maisha mazuri. Nataka nimiliki maisha. Sema nataka gari. Gari ni kitu kimoja. Sema nataka nimiliki maisha. Maisha imecontain kila kitu. Nyumba, gari, nini. Lakini omba maisha kwa Bwana. Uwe mtu wa Mungu. Ama uchi Mungu. Unasema wewe una ndoto, shetani ataifagia. Unajikuta sasa, kwa mfano, kwa mwaka kubadilisha mawazo mara 3, mara 4. Vipi? Asema unajua nilikuwa na mpango wa kufungua duka, ile hela kesho. Vipi? Hata hiyo hela yenyewe hujapata. Sasa hivi bwana, nataka nianzishe mradi fulani wa mgahawa. Ukutana na asiye kujua, unamwambia na mgahawa kule chini, wacha uongo. Hauna lolote na sasa unaendelea kutengeneza uongo. Wacha kuongea uongo. Simama na Bwana na Mungu, mwambie nipe ule mlango wa mtaji. Anza na mtaji mdogo. Usitafute mitaji mikubwa ambayo unaona utapata labda baada ya siku ya miaka mingapi. Kila kinachoshikika kwenye mkono wako ndio nguvu yako. Anzia hapo. Sikiliza. Biblia inasema wakadumu zaidi ya miaka 15. Wako pale Antiokia, Barnaba na Paulo. Baadaye wanasikia nabii unatoka. Asema nitengeeni Barnaba na Paulo kwa kazi niliyowaitia. Na walikuwa na kazi ngumu ya kujitambulisha. Wakaanza safari kwenye sura ya 15 ya Matendo ya Mitume. Wakaanza safari yao ya utume. Safari ya kwanza walipomaliza, walikwenda kutoa ripoti ya kazi Yerusalemu. Maandiko yanasema kwenye Galatia 2:9 anasema wale wenye heshima ya kanisa, wale wenye madaraka ya kanisa, wale wenye sifa ya kwamba ni nguzo ya kanisa, walipojua ya kwamba na sisi ni mitume, Paulo anasema wakatupa mkono wa shirika. Kama wangeshindwa kuonyesha walichonacho, wasingeonekana. Nani akutambue kwa usichokionyesha? Nani akuone wewe una nguvu wakati wewe hakuna nguvu? Nani atakuheshimu wakati wewe hakuna heshima ndani yako? Tengeneza mazingira yatakayokupelekea heshima. Anza mipango yako. Ondoa baadhi ya vitu. Isaya 6 mstari wa 1. Mwaka ule alipokufa Uzia, na limona Bwana. Kuna kitu lazima kife, kiondoke kwenye maisha yako. Kinakuzuia usimwone Mungu. Kiondoe na simama na ndoto zako. Usiogope sauti unayosikia nyuma yako. Unapogeuka, hata kama unaona maadui, muangalie Bwana. Wana wa Israeli wakati wamekaribia bahari, wametoka Misri, wakafuatiliwa kwa nyuma. Walipoinua macho yao, walipoangalia, wakaona Misri wanakuja na magari ya kupanda farasi. Wakasema tunakufa, kwa nini tumetoka? Na mbele ni bahari. Usiogope bahari iliyoko mbele yako. Usiogope mbele yako unaona nini. Wewe sema Bwana Mungu wangu aliye mbele yangu ni mkuu kuliko hii bahari. Daudi akasema hata kama ninapita kwenye bonde la kutia la kivuli cha mauti, siogopi, maana Bwana yu pamoja nami. Anasema gongo lako na fimbo yako itaniongoza. Mwandalie mwenye kuanza safari. Biblia inasema mwenye kuanza imani yenu ataitimiza. Mnatoka, mnaangalia maadui, marafiki wanaogeuka kuwa maadui pia. Sio kila rafiki ule naye ni rafiki. Katika marafiki wengi, wengine ni maadui. Wewe mtumwa wa marafiki. Kuna mtu ambaye akili yake akiamka anaamka na rafiki, akitembea anatembea na kila siku rafiki. Huna chako,
rafiki ya kutafute. Kuna maeneo ya marafiki, maeneo ya kazi yako ndio muhimu kuliko marafiki. Kama una miaka 20 na hujui ufanye nini, rudi nyumbani kwa mama, mwambie mimi bado mtoto. Jitambulishe hivyo, maana una akili ya kuwa mtu mzima. Iweni watu wazima. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna namna ya kutoka kama hakuna ulichopanga. Lazima wewe umepanga ili utoke. Hakuna namna ya kutoka kama hakuna uliopanga. Kama hujaanza, unakamilisha nini? Walioanza safari wanajua hatua wanazotembea. Walioanza safari wanatembea wapi? Wana hatua gani wanayohesabu? Unatathmini nini kama hakuna unachopambana? Kwa sababu unapambana na maisha. Unaamka asubuhi, unazungusha mradi wako. Wale wanaouza mitumba, wanauza karanga, wanauza miwa, wanauza vibarua. Akisharutoka kazini, anakiona kile ambacho amekipata mamalishe. Jioni anaangalia faida yako ya shilingi 2,000 iweke. Wacha kulalamika. Kuna mtu hana kitu cha kufanya. Kwa nini kuna wanawake wanatembea wanajiuza? Ubongo hauna kitu. Kwenye ubongo ndio mahali Mungu anataka kuwekeza. Mpe Mungu nafasi kwenye akili yako. Utajiri wa Mungu utauona ndani yako. Mungu hana mpango wa kukutelekeza. Hakuna miongoni mwetu ambaye mbingu zimemtelekeza. Hakuna miongoni mwetu ambaye ameokoka Mungu hana mpango naye. Ama hujaokoka. Kama hujaokoka, endelea mbele. Kwa wale wote ambao wameokoka, hakuna atakayetelekezwa. Isipokuwa atoke, amwache Mungu. Atoke aende. Nataka nikwambie, tukitoka tumeanza ni wiki ya pili katika majuma 52. Yako majuma 50 mbele yetu. Kila juma Mungu kuna kitu atasema na wewe. Lakini kila wiki, kila mwezi, tathmini maisha yako. Zidisha mapambano. Ongeza bidii katika kumwomba Mungu. Kama huoni nafasi na Mungu, nafasi ulionayo ina adui. Adui ataitumia. Hebu na Mungu akushike mkono. Wewe mtu wa tofauti. Amini katika ndoto zako. Usitembee katika hofu. Shetani asichukue vitu kwa fursa alionayo. Kwa sababu shetani hachukui kitu kwako, kwanza lazima akuhubirie. Niliandika kwenye kile kitabu, nilitoa mfano kile ambacho rafiki yangu niliyemwamini alipoteza, kile cha kilio cha Tamari. Niliandika jinsi gani chatu anavyoweza kuua mnyama. Anavyoweza kuua mnyama. Nakumbuka mfano huo miaka hiyo, lakini nakumbuka huo mfano. Chatu ni mnyama, sijui ni nyoka, sijui ni mnyama, sijui kampuni gani, sampuli gani wanaitwa, lakini chatu ni nyoka mkubwa sana. Kitu cha kwanza anamrukia digidigi au swala. Akimrukia anajikunja, anamkunjia. Akimaliza kujikunja mwili wote anamvuta. Mifupa yote inanyooka. Hapo tayari amemuua. Akishamaliza anaanza kichwani. Anamlamba, amezi hivi haendi. Anamlamba, mate yake yanakute mwingi. Rafiki anakumeza polepole. Kuna maneno analeta kwako, unaenda kwenye maisha yako. Kumbe ni adui. Na hujui. Na umemwamini. Biblia inasema macho ya mioyo yenu na yatiwe nuru. Kama unaomba Mungu, Mungu atakuonyesha. Wewe ni rafiki adui. Bwana hawezi kukuacha, atakuonyesha. Jitoe. Bila rafiki inawezekana, bila Yesu haiwezekani. Maisha bila rafiki inawezekana, bila Yesu haiwezekani. Maisha bila rafiki inawezekana. Maisha bila Yesu haiwezekani. Lakini bila rafiki inawezekana. Kama una rafiki wa maana,
muwe na mipaka ya kuzungumza, muwe na muda wa kuzungumza, muwe na muda wa kazi. Huo urafiki utadumu. Urafiki wa kipumbavu, mnaongea mambo ambayo haina maana, huo sio urafiki, unajiuza. Jisimamie. Ningependa kuwa mchungaji wa kanisa la watu wazima kuliko watoto wachanga. Kila siku mkija hapo, hakuna mtu anayetoa zaka, hamna shughuli anayofanya. Hakuna mtu anayetoa mchango kwa sababu hakuna shughuli ya maana wanayofanya. Hilo kanisa ni gumu kuchunga. Mungu akufanye kuwa mtu mzima. Imarishwa imani yako. Bwana akushike mkono. Bwana akufanye kuwa mtu mwingine. Bwana akubariki kwa maneno haya, na neno la Bwana litaendelea. Na kushukuru Mungu wa kweli na wa pekee, Baba yetu wa juu sana. Asante kwa namna unavyotuhudumia, unavyotulisha, unavyotulinda, unavyotutunza. Waache kusema nasi, naendelea kutuhudumia kwa neno lako kwa namna ya kipekee. Sasa na Bwana tunakushukuru wakati huu. Umetusemesha maneno mengi, lakini adui ana kadhabu kwa kuwa maneno haya yanaokoa watu, na shetani angetamani sana maneno haya yabaki hapa. Hapana Bwana, kwa jina la Yesu, watu wataondoka na maneno haya na ichukue nafasi mioyoni mwao, yalete mageuzi ya pekee ndani ya waliosikia. Niponye na kulibariki kanisa, ulitunze kwa neno lako, ukawe Mungu wetu usiku na mchana. Tunahitaji Baba kukuamini, kukutegemea. Tunahitaji kuliitia jina lako kwa maslahi ya utukufu wa ufalme. Tunajikabidhi mikononi mwako kwa jina la Yesu. Amen. Amen.